Nipashe na Nimrod Tabu. Ni saa 1 jioni ya Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2025, nikitumai kwamba ubuheri wa afya popote pale ulipo. Sisi tumekuandalia taarifa chungu nzima. Tunaanza na viamsha hapa. Raia wa Ufaransa fariki baada ya kugongwa na gari lililokuwa kwenye msafara wa rais eneo la Ngong Road. Kasongo yeye. Wakenya kupata vitambulisho vya kitaifa bila malipo baada ya Rais Ruto kufutilia mbali ada ya stakabadhi hiyo. Wafungwa waliozuiliwa na kuteswa kwenye kituo bandia cha polisi viungani mwa mji wa Kakamega wasimulia masaibu waliopitia. Hata nikasikia akiambia polisi awasaidie. So nikasikia polisi amesema wacha kufia hapo huyo. Lakini nilikuwa nimetoka kichapo, singeweza kumsaidia. Na shahidi kwenye kesi ya mauaji ya Rex Masai aliyeuawa kwenye maandamano asimulia ukatili wa maafisa wa polisi. Naam, karibu mtazamaji, ananisaidia kwenye lugha ya ishara kwenye matangazo haya ni Njoki Shege. Tuandamane hadi tamati. Raia mmoja wa Ufaransa amefariki baada ya kugongwa na gari ambalo lilikuwa linaendeshwa kwa kasi kwenye msafara wa magari ya Rais William Ruto katika ziara yake ya maeneo bunge ya Kibra na Lang'ata. Raia huyo ambaye hajatambuliwa jina alifariki papo hapo. Haya yanajiri huku vurugu zikishuhudiwa katika shule ya msingi ya Ayani, maafisa wa polisi wakikabiliana na vijana waliotaka kuingia kwenye uga wa shule hiyo alikokuwa rais. Emmanuel To anatuanzishia taarifa zetu. Ziara ya Rais William Ruto eneo bunge la Lang'ata na Kibra Alhamisi ilianza kwa ajali iliyosababisha kifo katika eneo la Adams Arcade kwenye barabara kuu ya Ngong Road. Magari haya msafara wa rais yaliyokuwa yanaendeshwa kwa mwendo wa kasi kutoka eneo bunge la Lang'ata hadi Kibra yakimgonga raia wa Kifaransa kwa jina Edgar Charles Frederick alipokuwa anavuka barabara na kumuua papo hapo. Mwili wake ukiachwa katikati ya barabara, magari hayo yakiendelea kukimbia kwa kasi kuelekea kwenye baadhi ya maeneo ambayo Rais William Ruto alitarajiwa kufika na kuzindua miradi ya maendeleo. Mwili wa jamaa huyo ambao awali ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City ukitolewa na kupelekwa kwenye makafani ya Lee jioni hii. Kupitia kwa ujumbe kwa vyombo vya habari, idara ya polisi ilisema jamaa huyo aligongwa na gari la serikali na kwamba uchunguzi unaendelea kuhusu kisa hicho. Haya yanajiri huku vurugu zikishuhudiwa katika shule ya msingi ya Ayani Kibra. Maafisa wa polisi wakikabiliana na vijana walioingia kwenye shule hiyo kwa lazima, wakitishia kuvunja lango kuu la shule, wakilemewa nguvu na kufurushwa nje mara ya kwanza na kupigwa na rungu za polisi. Vijana wakiwarushia mawe maafisa wa polisi wakiwa nje ya lango kuu. Baadhi ya wabunge wakiwemo mwakilishi wa kike wa Nairobi Esther Passaris na mbunge wa Makadara George Ladwa wakipatikana kwenye patashika hiyo. Baada ya nipe nikupe hiyo, maafisa wa polisi walilemewa nguvu wakiwapisha vijana hao waliojaa uwanjani. Vijana wa hapa Kibra mko tayari ama mko tayari bwana? Ziara hiyo pia iliendelea kushuhudia visa vya kihuni, baadhi ya watu wakiporwa simu zao, jamaa huyo akiponea chupu kunyang'anywa baiskeli yake baada ya watu kupiga kelele. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi. Rais William Ruto ametangaza kuwa Wakenya hawatalipia ada yoyote kupata vitambulisho. Akizungumza katika eneo bunge la Kibra, Rais Ruto amesema hatua hiyo itahakikisha kuwa hakuna Mkenya anayebaguliwa. Stephen Leto na taarifa zaidi kuhusu ziara ya rais mtaani Kibra pamoja na ahadi alizotoa kwa wakazi. Rais William Ruto aliingia Kibra kwa kishindo, huku wimbo wa Kasongo ukimkaribisha hapa.
Ruto akipata makaribisho ya aina yake ambayo ni ngome ya chama cha ODM. Rais akitangaza kuwa Wakenya sasa hawatalipa pesa za kupata vitambulisho. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Kibra leo ya kwamba kitambulisho ipatianwe bila malipo yoyote. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba! Rais Ruto ametaja malipo hayo kuwa ubaguzi wa hali ya juu, akiongeza kuwa ni haki ambayo haipaswi kuwekwa vikwazo ya kifedha. Kila mtu apatiwe kitambulisho bila malipo na kwa mpango ambayo haina ubaguzi kwa Wakenya. Rais Ruto akiwa Kibra amemlimbikizia sifa Odinga na kumtaja kuwa Mkenya halisi anayejali mustakabali wa taifa. And I must say this, that Raila Odinga is the foremost patriotic leader that has decided that the unity of Kenya, the progress of our nation, the transformation of Kenya is very important to all of us. And I want to tell other leaders, let us join forces. Rais Ruto aidha alishuka na ahadi kochokocho, akiahidi kutenga shilingi milioni 500 kwa minajili ya ujenzi wa soko la Toi. Tutatangaza karandasi ya kuweka street lights katika hii Kibra Drive yote mpaka Bomolulu Road, ili wamama, vijana na wazee wafanye biashara 24/7. Nairobi hatujui mambo ya ukabila. Shida ya Mkikuyu ni sawa na shida ya Mjaluo, ni sawa na shida ya Mkisii, ya Msomali, ya Mnubi. Hii majina imezidi. Ati Chapo. Basi hata hiyo Chapo ni sawa. Tuendelee na Chapo pia. Ziara ya Ruto jijini Nairobi itakamilika hapo kesho katika maeneo ya Eastlands na Kasarani. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Kwingineko ni kwamba idara ya upelelezi wa jinai DCI imesema imewakamata washukiwa 8 wanaodaiwa kuhusika na wizi ulioshuhudiwa katika barabara kuu ya Thika baada ya ziara ya Rais William Ruto. Washukiwa hao wanadaiwa kuwa miongoni mwa makundi ya vijana waliokuwa wanavamia watu pamoja na maduka na pia kuwaibia wenye magari katika barabara hiyo kuu ya Thika. Willy Lusige sasa anaarifu zaidi. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa siku ya Jumanne baada ya magenge ya vijana kuonekana wakiwavamia watu njiani pamoja na kwenye maduka na kuwaibia baada ya ziara ya Rais William Ruto katika maeneo bunge ya Ruaraka na Mathare. Wahuni hawa wakiwavamia hata wapita njia na waendesha magari katika barabara ya Thika na kuwapora. Wakenya wakitamaushwa na matukio hayo na kuwataka polisi kuwakamata walohusika. Washukiwa 8 wa visa hivyo walikamatwa. Miongoni mwao ni John Junior Oginga aliyekamatwa katika barabara ya Thika na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Pangani. Idara ya DCI inasema alikamatwa kwa kosa la kumvamia na kumwibia mtu mmoja simu akiwa amejihami kwa kisu siku hiyo. Wengine 7 wakikamatwa kwa kuwa miongoni mwa washukiwa 10 wanaodaiwa kuwaibia wapita njia simu na vitu vingine katika eneo la Mathare area 4. 7 hao wakizuiliwa katika kituo cha polisi cha Muthaiga. Awe ni yule anasimamisha mwingine, anapora mali ya mwingine, yote tutashughulikia vilivyo. Na tumeshika wale tumekamata, wameenda kutini na wengine tutaendelea kuwasaka. Mhalifu ni mhalifu, si ni kweli? Ila polisi wanasisitiza ndio ngoma imeanza ya kuwasaka wote walohusika na kwamba hakuna mshukiwa yeyote atakayesazwa hadi wote watiwe mbaroni. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi. Wakazi wa mtaa wa Makaburini, kaunti ya Kakamega wameelezea masaibu waliopitia kwa wiki 2 baada ya watu wasiojulikana kujifanya maafisa wa polisi na kuwakamata kiholela. Kulingana na wakazi hao, iliwalazimu kutoa shilingi 300 na kuchapwa viboko kabla ya kuachiliwa bila ya kuelezewa makosa yao. Na kama anavyotuarifu Loro Otieno, kisa hiki kinajiri siku chache baada ya mtu mwingine kugunduliwa kufungua kituo cha polisi katika eneo la Cheborbor, kaunti ya Uasin Gishu. Katika mtaa wa mabanda wa Makaburini, Lilian Chemayo anauguza machungu ya majeraha. Mama huyu alipitia madhila mikononi mwa watu waliojifanya kuwa maafisa wa polisi na kuwahadaa wakazi hapa. Kanda hii ya Mwanagenzi ikionyesha hali kamili kwenye chumba hiki ambacho kilitumika kama seli kwa wiki 2. Wewe unaitwa nani? Baadhi yao wanadai kuwa walikamatwa tu pasi na kuelezwa makosa yao. Nikauliza kana neti, yani shida nini? Neti akasema kichapo ndio inaendelea hapa. Utakuda lakini
kichapo. Na nikauliza ndio ameniteleka kwa mlango. Wacha fika saa 2. Wakasema leo ugali uletwe na sukuma. Tulikula ugali tu kawaida. Kawaida vile unaweza letewa ugali kwa seli na ukule. Sasa kiboko ile tembea pale. Ilikuwa kiboko tofauti sana. Mlemavu kama anaweza pikwa? Nilipikwa nikatupwa kwa hiyo nyumba. Siku moja hiyo mpaka nikalala usiku yote mpaka asubuhi, wakanitoa asubuhi. Mpaka saa hii bado na plead. Wanaoishi katika ploti hii ambapo chumba kimoja kilitumika kama seli, aidha wanasema walitishiwa na watu hao dhidi ya kutoa taarifa kwa asasi zingine za usalama kuhusu shughuli waliokuwa wakiendesha hapa. Niliona siku mrefu. Hata sikulala. Nilisema sitalala kwa hiyo nyumba yangu. Nikatetemeka. Kuna jirani akakuja akaniambia hapana, wewe lala tu kwa nyumba tutasikiliza. Bila watu watakuja usiku. Watu walikuwa natoka na 300 shillings ndio sasa utoke. Na ukitoka na 300 unachapwa viboko 15 strokes. Watu 7 tayari wamekamatwa kufuatia kisa hicho, ila bado hawajafunguliwa mashtaka. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Kesi ya mauaji ya Rex Masai aliyekuwa miongoni mwa vijana waliokuwa wakiandamana kupinga mswada wa fedha mwaka uliopita ilianza rasmi hii leo, mashahidi wakitoa ushahidi wao kuhusu alivyouawa. Na kama anavyotuarifu Ode Francis, inadaiwa kuwa waliohusika na mauaji ya Rex walimwacha katika eneo ambapo walikuwa wameanguka baada ya kupigwa risasi. Kuanzia kitu saa 8 kwenda huko tulienda Nairobi. Akitoa ushahidi kotini kuhusiana na mauaji ya Rex Masai, mwandamanaji aliyeuawa katika maandamano ya tarehe 24 Juni mwaka 2024 yaliongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z, Mekatilili Mweru anakumbuka tukio hilo la kutisha aliloshuhudia wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Kijana alikuwa amelala kando ya barabara. Na alikuwa na mwenzake. Naam. Mwenzake nikasikia akiambia polisi awasaidie. So nikasikia polisi amesema wacha akufia hapo huyo. Kile nilikuwa nimetopo kichapo singeweza kumsaidia. Ingawa Mekatilili hakumuona afisa huyo aliyesema maneno hayo, Mweru alielezea kuwa polisi walikuwa wakitumia nguvu kupambana na waandamanaji. Mimi nilikiri tu hapo chini. So akatuchapa. Wenye wao walifikia walihisi wametosheka kutuchapa, kaamua tu watuache. The street, but there were so many injured people actually even before even as we went in. Kwa mujibu wa Mekatilili, maandamano yalikuwa ya amani kwa kiwango kikubwa siku hiyo hadi ilipofika saa 11 jioni wakati polisi walianzisha mashambulizi dhidi ya raia. Watu walikuwa walipiga hata siku na concentrate na sura, kwa concentrate kujikinga. Kwenye ushahidi wake anasema kuwa wakati waandamanaji walipoanza kutawanyika, yeye na mwenzake walijipata kwenye barabara ya Moi wakizungukwa na maafisa wa polisi waliobeba bunduki na silaha zingine. Nilikuwa nimeumia mkono, nilikuwa nimegongwa kichwa vibaya, na nilikuwa nimegongwa pelvic. Kesi hiyo inatarajiwa kusikizwa tarehe 12 mwezi wa Mei mwaka 2025, tarehe 9 na tarehe 18 Juni mwaka 2025. And I hereby take out the matter out of tomorrow's court list so that the expert witnesses can testify first. Ushahidi zaidi unatarajiwa kutoa mwanga zaidi kuhusu kilichojiri siku hiyo. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi. Tuelekee kaunti ya Kilifi ambapo familia za wahanga wa mauaji ya msitu wa Shakahola zitalazimika kusubiri zaidi kabla ya zoezi la kuwatambua wapendwa wao kukamilika. Mwanakemia mkuu wa serikali amesema kuwa gharama ya kupata vifaa na vipimo pamoja na taratibu za ununuzi wa vifaa hivyo zimecheleweshwa zoezi hilo kwa miaka 2 sasa. Na kama anavyotuarifu Francis Mtalaki, mchakato huu unaogharimu mamilioni ya pesa huenda ukalazimu baadhi ya familia kutoa upya sampuli za DNA. Safari ya kutafuta majibu na kufunga ukurasa kwa familia za walioangamia kwenye tukio la kutamausha katika msitu wa Shakahola imekuwa ndefu, chozi ya waathiriwa yakisalia kutiririka
bila wa kuyafuta. Kuangisa sijui watoto wangu kama nitakuja kuwapata, kama nitawazika, kama itakuwaje, miaka imeenda. Limetuweka standby. Limetuweka hostage. We are not moving on. Safari inaonekana kuwa mbali kukamilika. Afisi ya mwanakemia mkuu wa serikali kijitokeza kutoa majibu kuhusu chelewa hiyo. Majibu ambayo yanaziongezea familia 420 mzigo mkubwa. It's a very expensive undertaking, especially when you're talking about exhumed remains. These bodies were buried in soil. There is abundance of humic acid. And again, because of the decomposition processes, that DNA is highly degraded. So the process of getting the DNA from those kind of remains is a very stringent, a very laborious and lengthy process. Pata zile ambazo mwili imeoza sometimes na degenerate. Ndio maana tunakosa DNA katika hizo mifupa. They were in very bad shape. Some of them have decomposed. They were difficult. Licha ya familia kutoa sampuli za DNA ili kuwatambua wapendwa wao, familia hizo huenda zikalazimika tena kurudia zoezi hilo. You require about 3 times the number of the bodies that you have to compare with. Kando na familia, gharama ya vifaa na vipimo bado inawakodolea macho kizungumkuti kizingira idara hii ya serikali, wakati ambapo familia zimekuwa zikiuliza maswali. Utaratibu wa kununua vifaa unasemekana kuchukua muda mrefu sawia. So it's an expensive exercise, but there has been funding from the government that funds us to procure the reagents. There is no local manufacturer who does these kits. Baadhi ya familia za wahanga wa mauaji ya Shakahola watalazimika kusubiri zaidi hadi pale serikali itakapokamilisha zoezi hili wanalosema lina changamoto sihaba. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa. Taarifa yake Francis Mtalaki inatukamilishia awamu yetu ya kwanza hapa kwenye Nipashe, lakini usiondoke hapo ulipo. Tutarejea hivi punde na mengi zaidi. Roto tanks. Built like a tank. The Smarter Bundle. Bundle imetosha. 30 GB monthly data. 400 minutes talk time to any network. 100% rudishiwa on Airtel Money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Acne-prone skin, soap is not enough. Try Pure Active, the #1 anti-pimple cleanser with salicylic acid and charcoal. Proven to reduce pimple-causing germs by up to 99.5%. 3 actions: wash, scrub, mask. For pure and clear skin. Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal. By Garnier, naturally. My father, the king, is just like every other man. He's a free soul. Will he be pleased to see me? Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar! Karibu tena. Familia ya Gilbert Thuku Kimani, jamaa aliyefariki baada ya kusukumwa kutoka kwa gari la kampuni ya Super Metro katika barabara ya Thika, inataka polisi kufanya uchunguzi wa kina. Tayari polisi wanasema wamemtia mbaroni dereva wa gari lilohusika na tukio hilo la kumsaka makanga anayedaiwa kumsukuma Gilbert na kumsababishia kifo chake, uchunguzi ukiendelea. Marehemu alikosa shilingi 30 tu za kuongezea nauli kwenye kisa hicho ambacho kimelaaniwa na Wakenya wengi. Franklin Wala anaarifu zaidi.
Darubini ya kuangazia utukutu na utundu wa magari ya uchukuzi ya umma hivi leo inamulika shirika la kampuni ya Super Metro. Dereva wa gari hili kwa jina David Nderitu aliyekuwa akiendesha basi lenye nambari ya usajili KDL 125N pamoja na makanga ndio wahusika. Yadaiwa kuwa tarehe 9 mwezi huu abiria kwa jina Gilbert Thuku Kimani alirushwa kutoka kwenye gari hilo na kufariki. Tukio lilitokea kwenye barabara kuu ya Thika, eneo la Kahawa Sukari. Abiria huyo alikuwa akitoka Kahawa Wendani kuelekea Thika. Inadaiwa kuwa jamaa huyo hakuwa na nauli ya kutosha. Mzozo baina yake na makanga ulisababisha abiria asukumwe nje ya matatu hiyo ambapo alianguka na kufariki. Yadaiwa kuwa Gilbert alielezwa nauli ya kutoka Kahawa Wendani kufika Thika ilikuwa shilingi 80. Ila yeye alikuwa na 50 tu. Kosa la kutokuwa na shilingi 30 zaidi ndilo chanzo cha kifo chake. So far, we have 3 witnesses who have recorded a statement, and we are appealing to those people who are inside that vehicle to come out and give us their statement on what happened inside the vehicle. Basi hilo lilitoroka na kuuacha mwili wa Gilbert barabarani, ila polisi waliipata matatu hiyo baadaye kumtia nguvuni dereva na sasa wanamsaka makanga. So far, the driver has been arrested and the vehicle has been impounded and now at Kawasukari police station where is awaiting for inspection. The driver will be charged with the offense of causing death by dangerous driving. We are also looking for the tout who disappeared after the accident. Wakati huo nyumbani kwa kina Gilbert Thuku Kimani huko Kandara, kaunti ya Murang'a, biwi la simanzi limetanda. Familia yake imepigwa na butwa ikiwaza kuhusu jamaa yao alivyokutana na mauti kwa njia ya ukatili. Alikuwa anafanya kazi ya mjengo na anakuja kila weekend. Ndiye tulikuwa tunangojea mimi si uko kazi. Ameniachia watoto wawili wadogo apate haki yake. Watoto wapate haki yao juu amepoteza baba yao. Hivi sasa familia imeandikisha taarifa kwa polisi na inasubiri uchunguzi wa polisi kuwasaidia kupata haki, wakitumai utundu wa aina hii utakuwa wa mwisho na wahudumu wa magari ya uchukuzi wa abiria watapata nidhamu. Franklin Wala, runinga ya Citizen. Familia, marafiki na jamaa wa marehemu kanali mstaafu James Gitahi walikusanyika leo adhuhuri katika kanisa Katoliki la St. Catherine of Siena, eneo la Kitisuru hapa Nairobi, kutoa heshima zao na kumkumbuka rubani huyo mstaafu. Wakati wa misa ya wafu, sifa tele zilimiminika, wengi wakimkumbuka kama rubani mashuhuri na mtu mwadilifu ambaye alijitolea kwa familia na pia taifa lake. Gitahi alifariki katika ajali ya barabarani Jumatano wiki iliyopita. Kanisa Katoliki la St. Catherine of Siena, eneo la Kitisuru hapa jijini Nairobi, marafiki, viongozi mashuhuri na maafisa wastaafu wa jeshi walijiunga na familia kutoa heshima zao na kumkumbuka marehemu kanali mstaafu James Gitahi aliyejulikana kwa kuwa rubani wa marais wa zamani Mwai Kibaki na Daniel Arap Moi. Wakati wa misa ya wafu iliyoshuhudia majonzi na hisia, heshima za dhati zilimiminika kutoka kwa familia yake, waliomkumbuka kama mzee mwaminifu ambaye daima alijitahidi kuwalea wanawe kwa ubora. He was a pilot by calling. He embraced every early morning, every instruction and every challenge with passion and dedication. The few times he had, he made friends with a group of men. They used to call themselves Men of Nyari West. I think most of them are here. I don't want to tell them to stand because of time. Members of St. Rose small Christian community. Anytime they would come home for Mass, he had stories and stories, and especially those who would remain later. God knows, if I could change one thing, I would tell Dad every day how much he meant to me. That surely changes everything. I already miss the sound of his voice, the wisdom in his advice, the stories of his life.
Wenzake pamoja na maafisa wa zamani wa jeshi waliohudumu naye pamoja na wale waliopata mafunzo kutoka kwake wamemkumbuka kwa upendo, wakisifu ujuzi wake wa kipekee na maarifa yake makubwa katika anga. Marehemu Gitahi pia amekumbukwa kama mtu aliyependa watu, aliyesifika kwa ukarimu wake na uwezo wa kujenga mahusiano ya kudumu na watu kutoka nyanja mbalimbali. And Major General Jeff Okanga narrated to us the very stringent criteria required for one to be appointed a presidential pilot. Very stringent. And Colonel Gitahi piloted not one, but 2 presidents. Wanasiasa waliosimama na mjane wake seneta mteule Betty Montet wamemtambua Gitahi kwa furaha na upendo aliompa mke wake. Kanali mstaafu James Gitahi alifariki katika ajali ya barabarani kwenye makutano ya Kyumvi kwenye barabara kuu ya Mombasa mnamo Jumatano Machi tarehe 5. Kanali Gitahi atazikwa Jumamosi nyumbani kwake katika eneo la Maanzoni, kaunti ya Machakos. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Nasi hapa kwenye kampuni ya RMS tunaendelea kuipa pole familia ya kanali mstaafu James Gitahi. Kwingineko ni kwamba nyuso zenye furaha na bashasha zilishuhudiwa miongoni mwa wakazi wa Basuba, kijiji kilichoko maeneo ya ndani ya msitu wa Boni, Lamu, baada ya wahisani kujitokeza na kuwapelekea chakula cha futari. Chakula hiki kikiwafikia wiki moja baada ya runinga ya Citizen kuangazia masaibu yao. Watu hao walilazimika kula matunda ya mwituni kama chakula cha futari katika mwezi huu wa Ramadhani. Runinga ya Citizen ilipowatembelea wakazi wa eneo la Basuba kwenye msitu wa Boni wiki iliyopita, hali ilikuwa si hali. Wakazi wakisaga matunda ya mwituni na kutengeneza uji ili angalau wapate futari. Madhila ya wakazi hao ambao 100% ni waumini wa dini ya Kiislamu yaliwagusa wengi, huku wengi wakijitokeza kwa misaada ya vyakula. Safari ya kupeleka chakula hicho ilianzia kwenye bahari kuu. Safari yetu ikianzia bandari ya Mokowe, tuliwasili Kiangwe, kijiji cha kwanza katika msitu wa Boni, na wakazi hapa wakakabidhiwa futari. Asubuhi jua likichomoza, tuliabiri pikipiki kuelekea Basuba kuwafikishia wakazi ruzuku yao. Chakula tulikipakia kwenye lori la maafisa wa GSU wanaoshika doria Basuba. Kama tunavyojua ya kwamba msitu kama huu ni operation area ambao sahii wanajeshi wako katika msitu wafanya operation ile Linda Boni. Kuwa wao wanajitatiti kwenda msituni kutafuta asali, lakini wakipata ile pesa japokuwa ni kidogo pia wanashindwa kufikia sehemu ambapo kuna chakula. Wale wote wenye wameweza kutoa ufadhili kwa hawa jamii yetu, la zaidi sisi tunaweza wapatia ni kuwaombea dua. Kufungwa kwa barabara ya Hindi Basuba Kiunga kufuatia tishio la ugaidi ndio ambalo limechangia wenyeji wa Boni kukabiliwa na maisha magumu, wakitegemea tu nguvu za wahisani kuwanyoshea mkono kwa kuwapa chakula, dawa na misaada mingine. Kwa hivyo lao hii barabara itakuja kushughulikiwa, na tunaomba zile taasisi husika lao itaweza kushughulikiwa na Mungu ajalie security iwe sawa, basi kutakuwa na uwezo wa sisi na mashirika mengine kupenetrate. Sisi tuwaomba sana na wengine waweze kuja kusaidia kwa namna mbalimbali kuhakikisha Waislamu wenzetu kwa upande huu na wao wanafurahia Ramadhani yao. Ni msaada uliowapa nguvu na matumaini ya kuishi wakazi hapa kabla ya kuangazia masaibu yao. Tulipozuru kijiji hiki, nyuso za wenyeji zilijawa na masikitiko na huzuni, wasijue watakula nini magharibi inapofika. Jana tulifuturu na uji, lakini nashukuru leo kwa chakula iliyokuja, kila mtu atafuturu vizuri. Yote ile ambaye chakula watu ambaye wanafuturia Kenya mzima, na sisi Basuba bodi tumepata. Citizen walikuja wakaona MCA, walikuja na MCA wakaja wakaangalia hii venye tunaishi na chenye tunafuturia, alafu na wao pia wakaona kilio yetu, ili ndio wakazidi kupeleka mbele.
Kwa takriban funga 12 kamwa ndio futari kwa wakazi kijiji cha Basuba, ila kwa leo watabadilisha kwa chapati, mchele, mahamri. Rahma Rashid, Runinga Citizen, kijiji cha Basuba, kaunti ya Lamu. Wafugaji kutoka eneo la Tula, kaunti ya Tana River, wanalalamikia athari za uchimbaji wa madini na chokaa katika eneo hilo, wakisema mashimo yaliyoachwa wazi yamesababisha vifo vingi vya mifugo wao pamoja na wanadamu. Wenyeji sasa wanataka hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya kampuni husika pamoja na idara za serikali zilizozembea. Kilomita chache kutoka kijiji cha Hareri, kaunti ya Tana River, tunakutana na mzee Bashir Abdi. Leo ni mwenye machungu hapa. Tunaangalia moja ya ngamia wake ambaye ni tegemeo la maziwa kwa watoto wake alivyovunjika uti wa mgongo baada ya kuangukia migodi uliowachwa wazi na wachimbaji wa madini ya chokaa. Leo unaona ngamia hii iko mtotea kidogo, hakuna maziwa, unaikufa ila ya mama yake. Sasa unataka watu wa Gypsum, kama mimi nikufa sijui, lakini kama miko hayo watu wa Gypsum fatini yake leo kuanzia sikubali. Na hii leo maziwa ambaye angepelekea watoto wake anampa ndama huyu ambaye mama yake hajiwezi kutokana na jeraha analouguza. Kupoteza mifugo na hata watoto kwenye migodi hizi zilizowachwa wazi na wachimbaji hao si jambo geni hapa. Ndio ambaye inaleta Gypsum, ngamia imeanguka. Suliona leo asubuhi mtoto yake analia anasimama nje. Watoto ambaye binadamu ambaye wanangojea maziwa wako nyumbani. Leo haukupata maziwa. Iko msichana ambaye mrembo sana ambaye alikufa Makasaba. Na wakati tulisema msichana yetu alikufa, tulimwambia nyinyi tafungwa. Mkutano uliandaliwa wa kutoa hamasisho kwa wenyeji na jinsi ya kutafuta haki kwa madhara na hasara ya kupoteza mali yao, huku wakitaka kuwa waangalifu wakati msimu huu wa mvua unapokaribia. Wale wafanya kazi yake ni administration. Wale wa administration ndio wanakula pesa, watu wanaenda kushimbisha, wanapatia pesa administration, machiefs, madio na madizi. Sasa hakuna mwananchi, hakuna mtu anasikia maneno yake. Yaani ni bunda amepiga kelele na akamaliza. Katika environment leo ukiangalia mamiti zile za kawaida zishamalizwa. Pale tu unaikuta tu ni shimo. Baadhi ya migodi tuliozuru, taswira ni ya kutamausha. Hapa tunakaribishwa na uharibifu wa mazingira, kukata msitu hasa miti ya kiasili na kuiacha migodi wazi, hali ambayo ni hatari kwa jamii ya wafugaji wanaoishi hapa. Watu hiyo tu ya Gypsum wanachukua ahadi na wanachukua ile concept kabisa, wanasema ya kwamba tukitoa ile Gypsum, ile shimo tunaziba. Lakini nakuta last minutes hawa nini. Mashirika ya kutetea haki za binadamu wanazilaumu idara husika za serikali kwa kukosa kuwajibika kuona kuwa migodi hayo imefunikwa na mti kupanda upya. Jamii hawakuwa wanajua haswa haki yao, wanajua sheria inasema nini, hawakuwa wanajua haki yao watapata kwa njia ipi, na tumekubaliana na jamii kwamba sasa kuanzia leo tunatembea pamoja. Kukitokea swala la kama tukio ambao tunaona zinatokea, tutahusishwa kama Haki Yetu Organization, tupate kuwasaidia jamii, kwa support, kuwapatia ile legal support ambao wanahitaji. Na vile vile tumewashauri, kwa sababu wanahamaki sana kwa idara zingine ambao wanasema wamewadhulumu kwa njia moja nyingine katika harakati zao kupata haki. Yote tisa ni kwamba wakazi sasa wanataka asasi husika kubajibika ili jamii wapate haki yao. Faisal Abdurrahman, Runinga Citizen, kutoka eneo la Tula, kaunti ndogo ya Bangal, kaunti ya Tana River. Hai, tunapunga unyunyu tena tutakaporejea taarifa za spoti.